Tunavozungumza sasa hivi ni kwamba maelfu ya Wakenya wanaendelea kumiminika nyumbani kwa Betty Bayo ili kumpa heshima ya mwisho. Ikumbuke kwamba Betty Bayo ameweza kuaga baada ya kupambana na ugonjwa wa leukemia kwa muda mfupi zaidi, na hivyo akaweza kuaga dunia akipokea matibabu katika mojawapo ya hospitali hapa nchini Kenya. Na hivyo unapata kwamba siku ya leo, baada ya mgogoro wa muda mrefu kwamba ni nani atakuwa anauzika mwili wake, familia iliweza kuamua kwamba Betty akaweze kuzikwa katika estate yake iliyopo katika eneo la Kiambu. Na hivyo siku ya leo Betty Bayo atakuwa anapumzishwa. Ikumbuke kwamba maandalizi na kila kitu cha mazishi ya siku ya leo yamekwisha kamilika, na ndugu, jamaa na marafiki tayari wapo katika eneo hilo siku ya leo kuhakikisha kwamba heshima ya mwisho wanampa Betty Bayo. Ni taarifa za huzuni kwa sababu ni pigo kubwa zaidi katika industry ya sanaa ya muziki wa gospel katika taifa la Kenya, kumpoteza mojawapo ya msanii mkubwa ambaye aliweza kujulikana kwa wimbo wake maarufu, wimbo wa 11th Hour. Na hivyo siku ya leo wanaume wa Betty Bayo wawili tayari wapo katika eneo, familia ipo tayari, watoto wapo na marafiki wapo kuhakikisha kwamba wanampa heshima ya mwisho Betty Bayo ambaye amewacha historia na mark katika gospel industry ya muziki wa taifa la Kenya. Na hivyo sisi kama Vic Dimples tuko hapa kufuatilia masuala haya, na ujio wote ibuka utaupata katika channeli ya Vic Dimples. Subscribe ili kupokea taarifa zetu, au sio? Peace.